si tu kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Kwa jambo linahitaji tu kafaini, nyinyi mnakamata kitendea kazi. Haya mambo ya shortcut za aina hiyo ni mambo ya kizamani. Mtu mnayemjua kijana anafanya shughuli yake, ajira yake ndio hiyo inayomletea kipato. Anafanya shughuli ya bodaboda, anafanya shughuli ya baisikeli, anafanya shughuli ya gari, ana kikuu chake. Ndio amefanya kosa kwamba hapa alitakiwa asifanye hivi, amefanya hivi, anatakiwa kulipa faini. Mnashikiliaje bodaboda yake? Imekuwa ya kwenu? Ninyi mnachomdai si faini? Si ndio sheria imesema faini? Si ana kitambulisho? Andikisheni kitambulisho chake, anajulikana, faini yake inajulikana, mwambieni faini yake, mwachieni kitendea kazi chake akafanye kazi, aendelee na shughuli ya uzalishaji. Ndio na maeneo mengine ni kupuuza tu, yani ni ile kutokujali tu, kwa sababu sisi tulioko serikalini huku, hata usipoenda ofisini una uhakika serikali haifilisiki. Watakuwepo waliochapa kazi wameenda, unajua tu kazi inaendelea tu. Wenzetu waliojiajiri, yeye asipofanya kazi familia nzima inasimama. Na ukichukua kitendea kazi chake, ndo kabisa umeua mtaji, umeua na maisha ya familia nzima. Ameniongezea mama, unakuta na anadaiwa marejesho, umeua na nyumba yake. Nilienda ile siku ile niko pale Mvumi, wameshikilia gari ya yule kijana yule, wanamdai 700,000. Ndio mnamdai 700,000. Sasa wameshikilia gari ya thamani ya milioni 25. Unashikilia gari ya milioni 25 kwa kudai 700,000. Wameshikilia miaka mingapi? 7. Ni mambo ya kipuzi kabisa hayo. Na kuonesha kwamba ni makusudi tu, nimemaliza siku ile wiki inayofuata wamemrudishia. Haya mambo ya kushikashika, kamata ya kushikilia vitendea kazi, shikilia mali ya mtu, tuachane nayo. Uchumi, na bahati nzuri mimi taaluma yangu ni uchumi. Uchumi una vibatani, una vieneo vingi sana ambavyo ukigusa tu unaona mtawanyiko wake katika maeneo mengi. Mheshimiwa Rais alipoapishwa tu akasema sitaki akaunti za wafanyabiashara zifungwe, sitaki mchukue fedha zao. Mapato yaliongezeka kutoka trilioni 1.2 yaliongezeka mara 3 zaidi. Kuna mwezi mmoja imeenda trilioni 3.4, trilioni 3.5, kutoka trilioni 1.2, kutoka trilioni 1.2. Kama makusanyo yameongezeka, maana yake wale watu wanaolipa hiyo kodi wameongeza kipato chao bila nguvu. Mapato yameongezeka, maana yake wale waliolipa wameongeza uzalishaji. Sasa mtu unayetaka azalishe huku unaenda unakamata kitendea kazi, unataka akulipe huku unaenda unakamata kitendea kazi, analipaje? Jana nilipita pale Kondoa,
sijui ni uchunguzi wa aina ipi ule, kwamba wamemtuhumu wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka kitanda na godoro. Uchunguzi gani wa kuchukua mpaka godoro? Sasa nasema wamezoea. Sasa mimi nimekuja, nitawashikisha adabu wote wasio na adabu. Kuna watu mpaka wanafika serikalini, mpaka wanafika kwenye ofisi, mpaka wanafika kwenye wanashika nafasi, hawajui maisha ya Watanzania, hawayajui. Tujifunze maisha ya watu wetu yakoje, tujifunze. Nimepita pale na ili Mheshimiwa Waziri, tukienda huko tukimaliza budget tutaenda tujadiliane. Nimepita pale nikakuta jana kwenye maandishi yaliyoandikwa, nilikutana na kesi moja ya kijana mmoja, mifugo yake ilikamatwa. Baada ya kuwa imekamatwa wakaishikilia, baada ya kuwa wameishikilia wakashinda kesi, wakapeleka kwenye mahakamani, mwenye mifugo akashinda kesi. Nimeshawashinda mahakamani, mahakama ambao ninyi wenyewe serikali mmeanzisha na mnaamini ndio chombo cha kutoa haki. Haya, nirudishieni, nimeshawashinda, mifugo yote imekufa. Hivi mnajua sisi wafugaji kwamba hata ng'ombe akivunjika mguu tunamfunga POP? Nyie mnaenda mnaua mifugo yote. Mnaua yote mifugo. Sisi ng'ombe akivunjika mguu, hata achinjwi, hata wale wanaochunga wale, tunamfunga POP. Ninyi mnakamata, mnaenda mnaua wote. Niwape taarifa njema. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza hiyo sheria ya kutaifisha, tunaenda kuifuta. Tutaifuta. Ikishaanza kuwa kichaka, tutaifuta. Na uhakika nina uhakika, na mimi nilipata nakala. Mheshimiwa Waziri, ulishapokea barua ya Mheshimiwa Rais inayoelekeza hiyo sheria ifutwe. Tutaifuta. Ndio. Niliona niliseme hili jambo kupitia jambo ambalo Mheshimiwa mbunge alilileta. Ili tupige hatua kwa kasi, lazima kila mmoja awajibike. Kila mmoja awajibike, wa serikalini na wa sekta binafsi, kila mmoja awajibike. Tutapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wajibu, kila mmoja atimize wajibu. Kila mmoja apate haki yake. Haki ya kila mmoja ilindwe. Lazima